Hali gani mwanafamilia wa channel tupendwa hii hapa ya Bizoza Media. Kama ndo mara yako kwanza, basi nikusihi usisahau kusubscribe, kulike, kushare pamoja na kucomment bwana. Diamond Platnumz amjibu bibiye Kalima Story, na hii ni baada ya kumwambia kwamba yeye amekuwa moja kati ya mwanaume ambaye amekuwa akimhasi Mwenyezi Mungu wake wa kipindi kile cha Ramadhani, akisema kwamba amekuwa akiwa analala sana na bibi Alia, jambo ambalo liliwafanya watu wengi waweze kujihisi kama Diamond Platnumz kwa kitu ambacho anachokifanya hakuwa sahihi. Lakini pia tumeweza kuona baadhi ya watu wengi waliweza kufunguka vitu vingi na kusema kwamba yatupaswa kuweza kuhakikisha kila kitu kinakuwa katika misingi na mikakati iliyo bora, kwa sababu kuna mambo mengi ambayo yanayoendelea kwa kipindi hiki, na wengi wao wanatamani kuweza kuona kila kitu kikiwa katika misingi ambayo haiko salama. Na pia wengi wao wakasema kwamba yatupaswa kuweza kuhakikisha kila kitu kinakuwa katika misingi na mikakati iliyo bora. Na wengi wao wakasema kwa hiki ambacho kinachoendelea kwa sasa, yatupaswa kuweza kuhakikisha maisha yetu yanakuwa katika mikakati imara, kwa sababu kuna mambo mengi ambayo yamekuwa yakitokea, na wengi wao wanatamani kuweza kuona kila kitu kinakwenda kuwa sawa, na tunatamani kuweza kuona maisha ya hawa watu yakiwa katika mikakati. Sasa Diamond Platnumz yeye ameamua kumjibu na kumwambia kwamba wewe ndio chanzo na ndio sababu kubwa ya kutaka kuweza kuvunja ndoa za watu. Hebu fike kipindi uweze kujishikilia kidogo, kwa sababu kuna mambo mengi ambayo yanayoendelea katika maisha, na mimi binafsi sipendezewi kuweza kuona umekuwa mtu ambaye unataka kuweza kuvunja ndoa yangu. Hili jambo linaniumiza na sitamani kabisa kuweza kuliongelea, lakini ipo siku nitakuja kuongea zaidi ili muweze kuelewa na kutambua ni namna gani ambavyo mambo haya yananiumiza sana, na ninapambana kuweza kuhakikisha kila kitu kinakuwa katika misingi na mikakati iliyo bora. Lakini kuna watu ambao wanaamini kwenye kile ambacho wanachokiamini. Kiukweli hili jambo linaniumiza sana na linanifanya nakosa amani kwa hiki ambacho kinachoendelea. Hebu ifike kipindi tuweze kuheshimiana kwa namna moja ama nyingine, kwa sababu kuna namna ambavyo watu wanaamini yale ambayo wanaoyaamini. Kiukweli hili jambo linaumiza na linasikitisha sana bwana. Mambo ndo kama hivyo ambavyo unavyozidi kuona, kadri siku zinavyozidi kwenda ndivyo mambo ambavyo yanavyozidi kupamba moto kuhusiana na hiki ambacho kinachoendelea kwa sasa. Mimi naomba nikusihi kitu kimoja, kama ndo mara yako kwanza kufuatilia channel tupendwa hii hapa ya Bizoza Media, basi nikusihi usisahau kusubscribe, kulike, kushare pamoja na kucomment.